yani uwezi nilikuwa nasema kwamba kiongozi tunamtafsiri kwenye nyakati ngumu. Umeelewa? Yani nyakati ngumu ndo zinaonyesha huyu ni kiongozi wa namna gani, ana mtazamo upi, na hata ana falsafa ipi katika wale ambao kimsingi na waongoza. Hiyo ni principle duniani kote. Yani hatuwezi kumpima kiongozi kune raha. Ndio nasema kwamba kiongozi tunampima kune mawimbi, kule misukosuko. Sasa kile chombo ambacho kipo baharini anavokiongoza sasa na kuisababisha kwenda kukipeleka katika ufukwe, ile mikimiki katika bahari sasa ndio inamdefine kama kiongozi namna gani. Inafanya watu wampime. Yes, mwangalie kwa mfano Mwalimu Nyerere amechukua nchi ambayo imeparanganyika makabila 121 afu anajenga taifa. Sawa? Anachukua nchi, anaingia kwenye vita mwaka 1979 na Uganda. Anachukua nchi miaka ya 80, nchi inapitia kwenye kipindi kigumu sana ya kiuchumi kutazama. Sawa? Lakini kiongozi huyo anachukua nchi miaka 90 anasema bwana tuachane mfumo wa chama kimoja, tuende kwenye mfumo wa wengi. Sasa huyo kiongozi na kuonyesha kwamba ni kiongozi ambaye anaweza kuwa flexible na badilika. Sawa? Sasa kuna mawimbi kama ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu, kwa kiongozi wa vyama au wa taasisi au kiongozi mkuu wa nchi, inatoa tafsiri kubwa kwamba kuna mawimbi ya kisiasa. Sawa? Kwa mfano angalia Mheshimiwa Samia ameingia kwenye kipindi cha corona COVID-19. Kwa pai na kuonyesha kwamba ni kiongozi namna gani. Ameingia kwenye misukosuko ya kiuchumi. Hasa namna yake anavyoongoza taifa na maamuzi yake. Okay? Kiongozi huyu sasa unaweza ukamdefend. Ndio maana unaelewa watu kwamba wanasema uwezi kumpima kiongozi ndani ya miezi mitatu. Unamwacha hata mwaka mmoja, miezi 6, alafu unakuja kufua, unaweza ukapredict au ukatoa conclusion. Sawa, katika kulaani pia nimemwona mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Alex Mathasusa pia naye alitoa taarifa yake akitaka Watanzania kumlilia Mungu ili roho za uovu dhidi ya watu wengine zipotee, huku akiwasihi Watanzania kuendelea kumwombea Padre Charles Kitima. Ndugu zangu kanisa la Mungu, lakini pia jamii nzima ya Watanzania, ninaendelea kama ambavyo tumezungumzia juzi, tunaendelea kumpa pole Father Kitima Charles ambaye mpata madhara ya kuvamiwa na hata kuumizwa, kujeruhiwa katika mazingira ambayo kwa kweli yamesikitisha. Kama nilivyosema juzi katika vyombo vingine vya habari, hili jambo kwanza limetushtusha, limetuhuzunisha na tulifikia hatua kusema ni jambo la kinyama ambalo lilifanyika, lakini najua hili jambo nyuma yake kuna ushetani. Kwa hiyo tunachokiomba kwetu sisi wa Tanzania kuendelea kumkemea shetani ili mawazo kama hayo ya kuweza kudhuru binadamu mwingine yasiweze kutokea. Morning Express. Kwenye kulaani ndani tuishie hapa ndugu zangu. Laana zimezidi. Hata wewe leo laana zimezidi. Wewe leo tunamganya vipande sasa. Laana zimezidi kwa hata mhusika pia. Kama jana alikuwa na mtu mmoja bwana, akaniambia bwana yeye hajasikia askofu wake akilaani. Sasa nikasema ujamali aliye wote waliotenda hii kazi wana alimuumiza Kitima kazi kazi kweli kweli. Lakini tunaendelea kumwombea na kila kiongozi wa dini anasisitiza. Of course anaendelea fresh. Msikia taarifa anaendelea fresh. Kwa hiyo naamini na uchunguzi unaendelea. Kwa kweli lilikuwa ni doa baya sana. Nadhani kitu ambalo alikufikirika, ni uwezi kufikiria kama litatokea kidogo kwa staili ya aina hiyo. Kama kipindi kama hiki. Swali kubwa pale ni kwamba yule mtu kama alivyoulizwa unashambulia nini? Unashambulia kanisa ama kanisa au kuna kitu unakishambulia? Unashambulia kanisa, uhuru wa mawazo, taasisi, mtu au kitu fulani, mawazo unashambulia, ni vitu vingi na of course inatoa taswira kubwa sana. Na vijumuisha vitu vingi sana. Inawezekana ushambulie mtu, unashambulia mawazo. Inawezekana ushambulie mtu wala mawazo, unashambulia taasisi. Inawezekana ushambulie mawazo au vile unatuma ujumbe kwa watu au unatuma ujumbe. Yani yote hayo, au inawezekana wewe ni mhalifu, ni mwizi. Sasa watu hawajui. Kwa sababu mtu mmoja alikamatwa, na mimi uchunguzi baadaye taarifa ikaja nyingine itakuwa imesheheni kidogo
kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea. Morning Express. Sasa bwana, jeshi la polisi nchini limesema kuwa linachunguza tuhuma za askari wake wawili kuhusika kwenye tukio la kujeruhiwa na kupotea kwa kada wa Chadema Mdude Nyagali. Hiyo hajaonekana Yes. Mdude bwana, kuna harakati leo zinaendelea pale Mbeya. Tangu jana nimeziona. Tangu juzi. Leo zinaendelea. Leo tapita mlima, unaitwa Mlima Nyoka sijui, kumtafuta Mdude kwenye mapori kwa pori. Jana ilikuwa ni hospitalini na mochwari. Yes. Wametoka Kapa. Sasa leo watakuwa kwa mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa amewakaribisha. Mheshimiwa Homera. Juma Homera. Ameambia basi njooni tutafute kwa pamoja. Wamesema wenyewe kwamba wamealikwa pale. Wanakwenda kumtafuta Mdude Nyagali. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime, imeeleza kuwa kufuatia taarifa hizo, jeshi la polisi kupitia ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai limeunda kikosi kazi ambacho tayari kimeshafika mkoani Mbeya kwa ajili ya uchunguzi juu ya swala hilo. Wakati uchunguzi juu ya swala hilo ukiendelea, jeshi la polisi linatoa rai kwa wananchi yoyote mwenye taarifa zitakazosaidia kubaini ukweli juu ya swala hili atoe ushirikiano kwa kutoa taarifa hizo kwa jeshi la polisi. Unajua mimi nilichokiona ni kwamba jeshi la polisi wamechelewa kwa sababu Mdude alitweet kabla, kwamba alitweet akasema akawataja askari. Tweet yake ya mwanzo kabisa kabla hajashambuliwa alizungumza kwenye mtandao kwamba jamani, kuna askari 1 2 3 mmemfuata fulani, mmemwambia awaambie ninapoishi. Nimeona pia mahojiano ya huyu aliyefuatwa akielezea kwamba alipewa paka sijui pesa aenda kapange maeneo anayoishi ili amfuatilie vizuri si nini. Alipewa guest. Sasa nadhani uwezo kusema jeshi la polisi alifanyia kazi taarifa za mtandaoni, lakini nadhani wangeanzia pale. Zilikuwa sio tuhuma nzuri. Itakuwa shaanzia hapo. Mpaka sasa hivi na maana hawajaanzia hapo. Sidhani kama nimeanzia hapo. Na hiyo tweet yake ambayo unazungumzia Samu ipo kabisa. Ipo mpaka sasa hivi. Na aliwataja. Sasa majina. Itaje kwa majina? Hapana. Alitaja kwa mazingira ni kama hawa waliotajwa na mtu alifanya interview. Kwa alitaja kimazingira kwamba kuna polisi 1 2 3. Nadhani ilikuwa ni pale pale angeitwa tuambie bwana. Lakini sasa ni kama polisi wanakuja kusema hata baadaye kabisa kwamba unajua mitandao ya kijamii ndio imeanika wale. Kwamba fulani kahusika, mtu kashapigwa. Hata siku ile aliyopigwa polisi hawakutoa taarifa siku ile. Kwa hiyo ni kama somehow too late kuja kuzungumza saizi. Mimi nachojua ni kwamba kama utazungumza chochote saa ile watu wanakwenda kukanusha. Kwa mfano waraka ulivyokuja, waraka fake wa tech ulikanusha on the spot. Hapo. Yaani watu wakusubiri kwamba zienee sana, ulikanusha sema tena ulikanusha kwa video. Sasa Mdude mimi niliona ametweet wakati hajavamiwa. Kwa nini pia kwenda polisi? Kulikuwa kuna swali lingine pia linaweza ikaja kiutaratibu wa kawaida. Wewe ukishaona mazingira ya kutokuwa salama, ni kutweet pekee au unaweza ukaenda polisi sasa kwamba jamani siko salama? Kutweet kwa mazingira sasa hivi, kutweet ni kama ni kupeleka ujumbe. Hiyo ni moja. Lakini toa mazingira ya mitandao. Lakini sasa unachukua fanya nini kisheria ili uwe salama? Kisheria ni kuna kuripoti. Kuna vyombo. Of course kuna kwenda kuripoti, lakini bado kumbuka polisi wakiona chochote mtandaoni wanakifanyia kazi. Kuna mtu mmoja miaka nadhani 2018 yule aliyeshinda kesi inayosema JPM. Nakumbuka ambayo kesi wakili alikuja kufafanua ni Juma Pumba Maharage. Yule alitweet akafuatiliwa mtandaoni kwamba kuna maneno anaandika stake kuyasema hapa kwamba JPM ni nini. Kwa hiyo ikaonekana kama ni uhaini, sema tutakupindua bla bla bla. Sawa? Yule hakungojea aje afanye practical. Yule alifatwa juu kwa juu. Kwa sasa ukiona taarifa sensitive, polisi walifanyika juu kwa japo ile kesi alishinda of course. Sawa? Kuna mtu mmoja alichoma picha ya rais, na sio picha ya kupiga, ni ya kuchora.
akachoma picha, wakamwai juu kwa juu, akahukumiwa, akachangiwa, akatoka. Hakukuwa na haja ya kusema kwamba tusubiri sijui nini kwa taarifa za mtandaoni zinafanywa. Mimi naamini kwenye lazima zinafanywa kazi, zinaonwa kwanza zinaonwa kwenye kuziona na zinaonwa kwa haraka sana, na hasa wakitaka kuziona, yani zikitaka kuonekana ndio kama zinaonekana. Jamii swali bado litakuja pale kwamba fanya option zote, basi polisi uliripoti ili uwepewe ulinzi wako kama mwananchi wa Tanzania. Lakini unaweza wakajenga hoja watu wakaangalia hizo presidents za nyuma kwa matukio ambayo yameishia kutokea huko jimbo. Mtu basi ameangalia kwa sina imani hata nikienda. Unajua yeye amejiambia mwenyewe sina imani. Kwa ndo maana mwanzo nikasema hivi, watu ambao kwa mfano wanautiti wanaweka kwenye mitandao, tafsiri kwamba wanataka kutuma ujumbe kwa jamii. Sawa kwamba kuna hii kitu kimoja mbili. Sasa pale kwa sababu kwa mtandaoni, kwa mfano ibongalia hizi taarifa zimeanza kutokea mtandaoni, kwa mfano za Mdude sio ambazo tuliona kwa mfano ile Jumapili, nafikiri inataja kama ni mke wake alikuwa kama anazungumza pale, kuna zile picha za mtandaoni, lakini tukaona watu wakaanza kulitweet Twitter yake ya mwisho ambayo kimsingi aliifanya, lakini baada hapo tukaanza kushuhudia makada wakianza kuzunguka kumtafuta hospitalini, mapolini. Kwa sasa ujumbe wa Twitter huwa aliweka au umewekwa kiutazama kama kupeleka hiyo public awareness zaidi. Lakini hoja msingi ni kwamba lazima uweze kuripoti kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ambao wenyewe wana jukumu kisheria kulinda raia na mali zao.